Nyumbani Tanzania, asubuhi moja tulivu katika mitaa ya jiji la Dar es Salaam, mitaa ikiwa kimya sana na jua likionyesha miale yake kutoka mashariki mwa miji na majiji mengine ya nchi hii. Watu katika vituo vya kufanya maamuzi ya uongozi wa nchi yao, wanahabari wakiripoti hali ya usalama na utulivu mkubwa nchini, lakini kumbe macho yetu hayakuona ni nini kipo mbele ya muda. Ghafla joto lililofukuta kwa muda mrefu likaanza kututafuna kimya kimya. Likaanza kama punje ya haradali, na baadaye maelfu kwa maelfu wakamiminika barabarani. Nusu saa tu ilitosha kabisa kubadili ile taswira ya utulivu kuwa vurugu zilizoambatana na sauti zilizodai haki. Wengine wakihoji ni haki gani zaidi ya kupiga kura ya kumchagua yule umtakaye. Ila majibu yalikuwa ni maandamano yasiyokoma, mabomu ya machozi, risasi za mipira kutoka kwa maafisa usalama dhidi ya mawe na uteketezaji wa mali na miundombinu kutoka kwa waandamanaji. Majibizano ya utata huu yalikuwa makali zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia yako Tanzania. Masaa yakatembea, kumbe hatukujua ghafla ilikuwa ni mchana wa jua kali wenye giza kinene. Waliokuwa wakiripoti asubuhi juu ya hali ya usalama hawakuripoti tena. Mambo yalibadilika. Mtandao haukuwa tena sehemu ya maisha yetu tuliotegemea watujuze juu ya usalama wetu na uhalisia wa Tanzania yetu. Wote walikuwa kimya. Tulikaa ndani ya kiza hiko kinene, tusiwe na hili wala lile, huku mamlaka zikiendelea na utaratibu wake kama kawaida, tukiambiwa tuko salama. Baada, amen. Mimi ni Salomo Amani.